Ni neema na baraka za pekee kwa siku hii ya leo. Leo tutajifunza somo linalosema nafasi ya tabia kwenye mafanikio ya mtu. Nafasi ya tabia kwenye mafanikio ya mtu. Tabia ni jambo la kiroho, lakini wengi huwa pengine hata hawajui kwamba ni jambo la kiroho. Aidha wanajua au wanapuuzia. Pengine wanajua pia hawatilii maanani hilo jambo. Kila tabia unayoiona alionayo mtu, nyuma yake hiyo tabia ina roho inayofanya kazi. Kila tabia alionayo mtu, nyuma ya hiyo tabia kuna roho inafanya kazi. Na katika hali ya mchanganuo tunaweza tukasema kwamba kuna tabia za aina mbili. Tabia ya kwanza ni tabia ya asili. Ni tabia ambayo inatokana na vinasaba vya familia au ukoo unaotoka. Tabia ya asili, kwamba mtu anaweza akarithi tabia kutoka kwenye asili yake anayotoka. Ndio sababu unaweza ukakuta baadhi ya familia wana tabia ya upendo. Upendo unakuwa kama asili yao. Unakuta wote tu ni watu wenye hali ya kupenda watu, kupendana, kusikilizana hivyo. Lakini pia unaweza ukakuta familia nyingine ina hali ya chuki, kuchukiana. Na unaona watu wanaozaliwa kwenye hiyo familia ni watu ambao wana roho za visasi. Jambo dogo tu anaapa kulipiza kisasi, kwamba utaona nitakachokifanya. Asili yake ni asili ambayo ina chuki. Ni watu ambao wanaweza wakaharibu maisha ya mtu. Saa ingine unakuta asili unayotoka pia ina hali ya wivu. Ukitoka kwenye familia ya kishirikina lazima utakuwa na wivu. Ndio maana, lakini akaroga biashara yako, akaroga kazi yako, akaroga watoto wako, akaroga ndoa yako, na haujamkosea popote. Asili ya tabia yake inamsukuma kufanya hivyo. Asili ya tabia yake inamsukuma afanye hicho anachokifanya. Maisha ya mtu yanachangiwa sana na tabia aliyorithi kutoka kwenye asili ya shina analotoka la damu. Tabia ya pili ni tabia ya kupandwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tabia ya kupandwa. Mungu anaweza akapanda tabia njema kwenye maisha ya mtu, kwenye familia. Lakini pia shetani anaweza akapanda tabia mbaya kwenye maisha ya mtu. Takupa ushahidi wa maandiko. Injili ya Mathayo ile sura ya 13 mstari wa 24. Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 24, alafu
Tutasoma na ule wa 36 mpaka 38. Injili ya Mathayo nasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu. Ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Ule mstari wa 36 nasema, kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna tabia za kupandwa ambazo shetani anaweza akazipanda kwenye maisha ya mtu ili kuharibu hatima yake. Kwa mfano, akitaka aharibu mafanikio yako, labda wewe ni mwajiriwa, anaweza akapanda mbegu ya ulevi ndani yako. Nini maana ya kupanda mbegu ya ulevi ndani yako au tabia ya ulevi ndani yako? Maana yake ni kwamba mshahara wote utakao kuwa unapata utakuwa unaishia kwenye pombe. Kwa unaweza ukajikuta haufanyi jambo la aina yoyote, lakini mlango ambao umetumika kutafuna hizo pesa zako ni tabia ya ulevi. Ndio maana kuna wanawake wengine ambao wako hapa ambao wameolewa, wana amani kwenye ndoa ikiwa mume wake hana pesa, lakini akiwa na pesa, no amani. Kwa nini? Ameondoa huo ukaribu ili kusudi wasielewane wakati ambao ana pesa. Lakini wakati ambao hana pesa, wanaweza wakakaa wakapanga mipango mizuri tu kwamba tukipata pesa tutengeneze jambo hili. Lakini anapopata pesa tu, mawazo yanabadilika. Anaweza akapanda mbegu ya uzinzi ndani yako. Kwa hiyo ukajikuta kama wewe ni mwanaume, ukajikuta una wanawake zaidi ya 3 au 4, na wote wanahitaji uwahudumie, na wewe mwenyewe kati ya hao 4 hakuna unayetamani kumwacha, unataka uende nao wote. Na mwanaume alivyoumbwa anahisi kuheshimika pale anapotunza. Ana asili ya kutunza. Kwa hiyo utajikuta unawatunza hao wanawake. Matokeo yake ni kwamba kama unafanya kazi au unafanya biashara, faida yote utakayokuwa unapata itakuwa inaenda kwa hao wanawake. Lakini kumbuka, hii tabia imepandwa kwako kwa lengo moja tu, kuhakikisha haukui kiuchumi, unabaki pale pale.
Kwa hiyo ni tabia ambayo imepandwa ndani yako. Kuna mwingine ambaye labda ana tabia ya uasherati au uzinzi. Anajitahidi kuacha. Akijitahidi sana, labda anaweza akamaliza hata siku 3 au siku 4, akaanguka kwenye ile dhambi. Nilikutana na daktari mmoja, akaniambia changamoto yangu ni moja tu, yaani kuna hali inanitesa sana ya kutaka kutoka na wanawake mara kwa mara. Unaweza ukajikuta niko ndani, lakini ghafla hamu ikanijia, nitaamka hata kama ni usiku wa manane, nitaenda kununua wale wanawake wanaojiuza kwenye ile miji ambayo imekuwa. Lakini baada ya kumnunua nikafanya nilichofanya, baadaye naanza kujijutia kwamba kwa nini nimefanya hivi. Naanza kujiapiza kwamba sitaacha, natamani kuacha. Anajiwekea mikakati, anasema sitarudia tena. Hata kama alikuwa amesave namba zao, anafuta. Lakini akikaa tu kidogo, hamu inamwijia, anaanza tena kutafuta zile namba, hata kama amezidelete. Siku hizi kuna programu fulani kwenye simu, namba inafutika baada ya siku 30. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo anaenda tena anatafuta, anampigia simu. Lakini nini ambacho kimelengwa? Kipato chake. Muulize sasa, mwanaume wa hivyo unafanya nini? Hana kitu cha aina yoyote cha kimaendeleo anachofanya kwenye maisha yake. Tabia imepandwa. Sasa tunaposoma hapa kwamba akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Mwanadamu anaweza akawa konde. Mungu anakuja anapanda mbegu kwenye hilo konde, kwamba umezaliwa, Mungu ameweka mbegu njema kwako. Lakini shetani anapoona kwamba Mungu ameweka mbegu njema kwako, yeye lengo lake anataka aiharibu ile mbegu njema ambayo Mungu ameiweka kwako. Sasa nini kinachotokea? Anasema lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Yaani unaweza ukajikuta unavarishwa roho la tabia fulani, alafu wewe sasa unabaki kuteseka na hilo roho lililokuvaa kwa muda mrefu. Shetani ameshamaliza ya kwake, anaondoka. Anahakikisha kwamba huyu mwanamke sasa nimemvarisha roho la uzinzi. Anaondoka, anaenda zake. Kwa hiyo utakuta kila mwanaume anayetokea mbele yako, wewe ni halali yako. Litabia tu umekuja umevarishwa. Pap. Kuna wengine wamevarishwa roho la madeni. Yaani hata hana cha maana anachotaka kufanya, akisikia kuna mkopo mahali, yeye anaenda anakopa. Na akisha kopa hakuna cha maana anakifanya. Unapotaka kufanikiwa kwenye maisha, kagua kwanza aina ya tabia ulionayo. Ni tabia gani? Je, inaendana na kile unachokitaka kwenye maisha yako? Ikiwa tabia yako inakinzana na kile unachokitamani kwenye maisha yako, ujue kwamba kuna hali fulani unatakiwa kuibadilisha. Na watu wengi wameshindwa kufikia ndoto zao kwa sababu ya aina ya tabia walizonazo. Wengine wamevarishwa tu tabia ya kutokuwa waaminifu. Ni waongo tu kwenye kila jambo, yeye anaongopa. Hata kama halazimishwi, yeye anajisikia tu kuongopa.
kumbe ni tabia ambayo imepandwa. Inawezekana haujazaliwa na hiyo tabia, lakini kwa sababu na kitu cha kiukuu ndani yako, shetani anakiona mapema. Anajua kabisa huyu mtu nisipomdhibiti mapema, hichi kitu alichokibeba kwenye maisha yake, akija kujigundua kitamfikisha mbali. Kwa hiyo anachotengeneza, anasema basi hiki kitu ili tuendelee kukifunika, tumvarishe aina fulani ya tabia, ambayo hiyo tabia itakuwa kikwazo kwake. Na kweli unashangaa, tabia ulionayo imekuwa kikwazo cha wewe kuto kufanikiwa au kuto kuaminiwa na watu kwa sababu tu ya tabia. Lakini haimaanishi kwamba hiyo tabia ulizaliwa nayo. Imepandwa na ulimwengu wa giza kwenye maisha ya kwako. Ngoja niwaambie kitu. Ukikaa karibu na wanaume au wanaume wakiwa peke yao, utasikia wanasema kwamba tukisali wanaoanguka sana ni wanawake. Kuna nguvu za shetani za aina mbili. Kuna nguvu inayokaa ndani ya mtu na kuna nguvu inayokaa nje ya mtu. Yaani wewe umetoka kazini, nguvu za giza umeziacha kule kazini, umekuja hapa kanisani. Ukirudi kazini utakutana nazo kule. Sasa wanaume wengi huwa wanajifariji kwamba hawa ni viumbe dhaifu ndio maana wanaanguka. Lakini angalia maisha ya hao wanaume yalivyo. Utakuta anayezungumza hivyo ni malaya wa kupindukia. Lakini akiwa anasali hadondoki, wala huwezi kumuona anadondoka. Kwa nini? Kuna aina fulani ya tabia ambayo yenyewe shetani anaikontrol kutokea kuzimu. Yeye anakuacha tu. Akishapanda hiyo tabia, anaisimamia kutokea mbali. Ni kama yuko kwenye rada, anaangalia sasa, huyu mtu nimempa au nimepanda tabia ya aina fulani kwake, labda ni tabia ya uongo. Kwa hiyo atakuwa na kucontrol kutokea mbali. Tabia ya uzinzi, atakucontrol kutokea mbali. Kwa hiyo unajikuta unayemcheka kwamba ameanguka, kumbe ana unafuu kuliko wewe ambao hujaanguka. Au ngoja niwaambie kitu fulani. Kuna tabia unaweza ukaipata kutoka kwa mwanamke au kwa mwanaume uliotoka naye kimahusiano. Yaani unaweza ukakutana na mwanamke ambaye ana roho ya kukataliwa. Ukatoka naye huyo mwanamke, wewe ambaye ulikuwa hauna hiyo roho ya kukataliwa. Kumbuka, unapokutana naye ule ni muunganiko. Kuna vitu mnabadilishana. Kuna vitu vinatoka kwake kuja kwako, na kuna vitu vinatoka kwako kwenda kwake. Kwa hiyo kama huyu mwanaume au huyu mwanamke alikuwa na mikosi, labda ametoka na wanaume 7 na wao wana mikosi yao. Kumbuka, kuanzia wa kwanza ameondoka na mkosi wake, wa pili mkosi wake, wa 3 mpaka wa 7. Anakutana na wewe mwanaume wa 8. Kwa hiyo atakupa ile mikosi ya hao wanaume wote ambao wametoka nao huko nyuma. Muulize jirani yako, uko salama?
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ni kitu cha kiroho. Kama kuna tabia amezichuma kutoka kwa hao watu, kutoka kwa hao wanawake, kutoka kwa hao wanaume, huo una uhakika kwamba mtakapokutana naye na kuungana naye mtabadilishana hizo tabia. Sasa ndio maana unaweza kukuta wewe ni mwanaume kweli hauna changamoto za aina yoyote, lakini ukatoka na mwanamke ambaye ana hiyo changamoto ya kukataliwa. Ulikuwa na miradi yako au na kampuni yako, ulikuwa unapata tenda nyingi sana, lakini baada ya kutoka tu na huyo mwanamke unashangaa zile tenda zote zinakata. Chanzo ni nini? Wale ambao walikuwa wanakupa tenda wanaanza kukukataa. Lakini kwa nini wanakukataa? Kwa sababu umetoka na mtu ambaye ana roho ya kukataliwa, ambaye akienda kila eneo anakataliwa. Kwa hiyo uwe na uhakika kwamba na wewe amekumegea kile alichonacho. Kwa hiyo kimehamia kwako. Chukua mikosi ulionayo wewe, jumulisha na mikosi ya mtu wako, mtatoboa. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona mkitoboa au mnaishia njiani? Kwa hiyo kuna tabia ambazo huyu atakuambukiza na huyu atakuambukiza. Hizo ndo tabia za kupandwa. Nilikutana na mama mmoja mfanyabiashara wa madini, staji huo mkoa. Nilikuwa nimeenda kusali kwenye hiyo parokia. Sasa jioni tukawa tumetoka mahali, tumeenda tumekaa na paroko, tunajipongeza baada ya kazi ngumu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa yule mama akaja, mwalimu, hivyo alikuwa kidogo amepiga vitu vyake viko yuko sawa. Mwalimu, umetufundisha vizuri, vitu gani hivyo? Mwalimu, unajua unatunza sana siri la ngoja sasa mimi nikwambie. Niambie. Tega sikio sasa. Mbia mimi nikimpenda mwanaume wa aina yoyote, nikiona kwamba ana nyota itakayonisaidia, hata kama anataka mtaji wa bilioni 1 nitampa ili nitoke naye, ili kusudi tu nichukue kile alichonacho. Muulize jirani yako, umeuza nyota yako au bado? Sasa yule dada ikabidi nikae naye mbali. Bilioni 1? Sio milioni. B sio M, B. Bilioni 1. Na kuna watu ambao hatima zao zimepotea kupitia hilo eneo. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi, unapoona tabia za watoto wako zimebadilika ghafla, usiwachape.
ingia rohoni. Utamchapa na bado ataendelea na ile tabia. Kwa nini? Wao wamekuja kupitia ulimwengu wa kiroho, na wewe unataka udili naye kupitia ulimwengu wa kimwili. Ndio maana sasa unaweza ukakuta mwanaume wako ni mlevi sana, ukaishia tu kumtukana au kumtolea maneno ya kashfa bila kujua kwamba huyu amepata shambulio la kiroho. Kuna aina fulani ya tabia imetumwa kwenye maisha yake, na kuna baadhi ya tabia ambazo unaweza ukaona zinatumwa na zinajitokeza kwenye maisha ya mtu. Kama ni kwenye ndoa, unashangaa zinavunja ndoa. Yaani kuna tabia ambazo shetani anaweza akazituma kwenye ndoa fulani. Anajua kabisa nikituma hii tabia kwa huyu mwanamke au kwa huyu mwanaume, hii ndoa haitakuwa na muda mrefu sana, watakuwa wamedivorce. Kwa hiyo unashangaa mlikuwa mmeoana, mambo yenu yalikuwa yanaenda vizuri, mlikuwa mnashirikishana kwenye miradi yenu, mlikuwa mnashirikishana hata kiasi unachopata kwa mwezi, mnaweka pamoja mipango yenu, lakini ghafla mnafika kwenye level fulani, kila mmoja anafanya mambo yake kivyake. Ghafla inafika hali ambayo hamuelewani. Ghafla inafika mahala ambapo kila mmoja akimtazama mwenzake anaona anaingiwa tu na hasira. Lakini ni tabia fulani imetumwa kwenye ndoa, ihakikishe kwamba hiyo ndoa ivunjike. Kwa hiyo ikishavunja hiyo ndoa, inajua kwamba imepoteza mwelekeo wa ile ndoa na malezi ya watoto waliozaliwa kwenye ile ndoa. Kwa hiyo najua kabisa kwamba hawa watoto sasa hawatapata malezi ya baba na mama. Maana yake hawatajifunza tabia ya mmoja wao kati yao. Ni mpango wa shetani. Unapokuwa unaishi pengine na mume wako nyumba moja, mnalala vyumba tofauti, watoto wanaona, kuna tabia inapandwa kwa mazingira hayo. Huyu mtoto wa kike au huyu mtoto wa kiume atakapokuwa, alichokiona kwa mzazi wake hata sita kukifanya kwenye maisha yake. Kwa hiyo ni mbegu ambayo imepandwa kupitia matendo bila kujua. Sasa Wakristo wengi huwa tunapambana kimwili na sio kupambana kiroho. Kuna pando linakuwa limepandwa. Tabia ya mtu ndio inayochangia kwa kiwango kikubwa aina ya umaskini atakao kuwa nao au aina ya utajiri atakao kuwa nao. Ndio maana tabia ya Ukristo inadai matendo ya Ukristo. Tabia ya ndoa itadai matendo ya ndoa. Maisha ya utawa yatadai tabia za kiutawa. Maisha ya upadre yatadai tabia za kipadre. Kwa hiyo hapo katikati sasa ni wewe kumwomba Mungu. Unapoona aina fulani ya maisha imetokea kwenye maisha yako, utakiwi kukaa pembeni au kujiweka pembeni. Lazima ujikague. Kila mmoja aliyeko hapa anajijua kwamba ni sehemu ipi ambayo yeye ni dhaifu, na hiyo sehemu ndio imekuwa chanzo cha yeye kutokuwa pengine na umiliki mzuri wa kifedha. Unajua kuna mtu akishapata hela, hata kama ni milioni ameiweka hapo, kila mtu atajua. Sababu muda wote atakuwa anashika hapa mfukoni, anaona kama ipo. Yaani mwingine pesa ikishaingia kwenye mfuko wake ni kama ile pesa inamuasha. Nitumie.
Shangaa hata kama ni mwanamke mlikuwa mmekosana na bado kamoyo kako kanampenda, na shangaa unamtumia hela pap. Alafu unamwambia unafikiri nimekuacha kirahisi? Chukua hela hiyo. Alafu ndo hiyo hela inakukuta ulikuwa unawaza unapataje hela, alafu anatuma kiwango kile kila au kinazidi pale pale. Akikuita utaenda uendi. Yeah. Kama unataka kuwa mfanyabiashara au wewe ni mfanyabiashara, lazima uangalie tabia yako inaendana na wafanyabiashara. Kama wewe ni mwanasiasa, lazima uangalie tabia yako inaendana na career ulionayo. Kama wewe ni mfanyakazi, lazima uangalie tabia yako inaendana na taaluma yako. Kwa sababu ndo maana kuna hayo maadili, kuna ethics, kuna miiko. Ile miiko ni tabia ambayo inakudirect kwamba kama wewe ni mfanyabiashara lazima ufuate sheria za hivi. Kama wewe ni mfanyakazi, askari jeshi, kuna sheria. Zile sheria ni tabia, kwamba mwanajeshi unatakiwa kuwa na tabia za aina hii, tabia za kijeshi. Ni mtu wa usalama wa taifa, kuna miiko ya hilo eneo. Hiyo miiko ni tabia, kwamba sisi tabia yetu ni hii kama watu wa usalama. Kwa hiyo ikiwa juhudi zako zinapishana na tabia yako, sahau kufanikiwa. Na watu ambao wameshindwa kufanikiwa kwenye maisha kwa kiwango kikubwa ni wale watu ambao tabia zao zilipishana na juhudi zao au na ndoto zao. Unatakiwa kupita njia hii, wewe unalazimisha unapita njia hii, hauwezi kufanikiwa. Na kuna hizi tabia za asili tulizozaliwa, na zenyewe ni za kupambana nazo sana, kwa sababu tabia ikikaa kwa muda mrefu inageuka kuwa utamaduni, na ikitoka kwa utamaduni inakuwa roho. Kwa hiyo inakuwa roho ya hiyo familia. Kwa hiyo ndo maana familia zingine watoto wa kiume kuoa na kuacha ni tabia yao. Ndio maana utasikia jamii inakwambia huo uko wana hiyo tabia ya kuoa na kuacha, tabia yao. Kwa hiyo hiyo tabia imegeuka kuwa roho. Mwingine utakuta kwamba hawa kila wanapoolewa hawafungi ndoa. Yaani wanakuja kufunga ndoa baadaye. Ni tabia ambayo iko kwenye hiyo familia. Au kuna wengine wanaolewa lakini hawalipiwi mahari kabisa. Ni katabia kako kwenye hiyo familia ambako kamegeuka kuwa roho. Na aka katabia unakuta kwa kiwango kikubwa kamepandwa. Misingi ya asili ya tabia ya familia uliotoka lazima uiangalie. Sengine kuna maamuzi mengine unakuwa hutaki kuyafanya kwenye maisha yako, lakini unajikuta unayafanya. Kwa nini? Umekulia kwenye mfumo ambao ulikuwa unafanya maamuzi ya aina hiyo. Kwa hiyo wewe kinachokulazimisha au kinachokufanya ufanye hivyo ni ule mfumo uliokulia. Kumbuka, unapokuwa kwenye familia fulani, unachota kila aina ya tabia zilizoko kwenye ile familia, zinakuwa sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo unajikuta unakuwa nazo. Kwa hiyo ukitaka kutoka kwenye huo mfumo au kwenye hizo tabia,
lazima uingie rohoni. Na kila familia ina malaika wanaoisimamia hiyo familia. Wanaweza wakawa ni malaika wa Mungu au malaika waasi. Sasa wanapokuona unataka kutoka kwenye ule mfumo uliokulia, wanapambana na wewe. Kwamba familia yetu ina tabia hii, kwa nini wewe hutaki kuenenda kwenye hii tabia? Kwa unajikuta unapambana na mfumo ambao umetokana na asili ya tabia ya familia uliozaliwa. Ndio maana familia zingine wao unakuta wanampenda Mungu sana, ina asili ya Ukristo. Wengine upagani mwanzo mwisho. Tabia. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Akapanda tabia mbaya kwenye maisha ya mtu. Lakini ni shetani ndiye anayepanda tabia mbaya kupitia mazingira unayoishi, kupitia asili unayotokea. Ndio maana kuna baadhi ya mitaa ukienda ukapanga hiyo mitaa, watoto wako wanaweza wakajikuta wanachukua tabia ya ule mtaa, ya watoto ule mtaa. Kuna baadhi ya mitaa ukienda wanakwambia hapo wanaishi wenyeji. Ukijenga nyumba nzuri tu wanaweza wakakuua. Hawataki mabadiliko kwa sababu wako kwenye mfumo wa kiumaskini, wako kwenye tabia ya kiumaskini. Au ukijenga nyumba nzuri utamaliza, lakini hautalalamu. Kilala unaota mandoto tu, mandoto unanigwa, unafanyaje hivyo? Nini? hawataki uingie mle. Kuna watu wamezikimbia nyumba zao. Yaani unakuta amepanga na amejenga nyumba nzuri tu. Kwa nini? Hapalaliki. Na kwa nini hapalaliki? Labda amejenga kwenye mtaa ambao mfumo wa huo mtaa ndio umaskini, hautaki maendeleo. Kwa hiyo tabia inapandwa na tabia inaambukizwa. Ndio maana unaweza kukuta mtoto wako alikuwa na tabia nzuri tu, lakini akakutana na watoto wengine ambao tayari Ibilisi amepanda tabia ya uasi ndani yao. Wale watoto wanapokutana na mtoto wako, ile roho ya ule ukaribu wanamwambukiza pia na mtoto wako, wanaipanda. Kwa ndio maana unaweza kukuta kama ni mtoto wa kike, mama yake anagomba, anamuuliza, wewe mbona mimi sina hiyo tabia? Umeitoa wapi? Mbona bibi yako hana hiyo tabia? Umeitoa wapi? Au kama ni mwanaume, mtoto wa kiume, baba yake anamwambia, wewe mimi mbona hiyo tabia sina? Babu yako hana, ndugu zangu hawana, wewe umeitoa wapi? Kumbe ameingia kwenye urafiki na watoto ambao tayari shetani amepanda aina fulani ya tabia kwao. Baada ya kuwa na uhusiano wa karibu, wale watoto wakamwambukiza ile tabia. Na kumbuka, tabia ni roho. Tabia ni jambo la kiroho. Kwa hiyo wakamwambukiza. Ametoka nyumbani, ameenda chuo kikuu akiwa na tabia nzuri kabisa. Lakini anapofika kule chuo kikuu, anakutana na mazingira ambayo au na marafiki ambao wanambadilisha tabia. Sio wanambadilisha,
wanampa ile roho walionayo wao. Na kama ni ya uzinzi wanajikuta tu, jikuta naye anajivuta, anaingia. Wanamwambia, hapa chuoni tunaishi, ukitegemea bomu hautatoboa, lazima uwe danga. Anajikuta kweli ameingia kwenye hilo eneo, ameambukizwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.